Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Mamia ya watu wahudhuria misa ya wafu ya aliyekuwa kiongozi wa vijana wa chama cha Chadema nchini Tanzania, Christian Mutabazi, ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa barabarani. Tuanzie nchini Tanzania ambapo jamaa na marafiki wa watu waliouawa wakati wa maandamano nchini humo wanaendelea kusimulia machungu ambayo wameachwa nayo. Mamia ya watu hii leo wamejitokeza kuhudhuria misa ya wafu ya aliyekuwa kiongozi wa vijana wa chama cha upinzani Chadema, Christian Mutabazi, ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa barabarani. Jamaa wa marehemu wamesema kuwa mwili wa Mutabazi ulipatikana barabarani ukiwa na majeraha, ishara ya kuwa aliteswa kabla ya kuuawa. Mwandishi wa BBC Robert Kipto amezungumza na mmoja wa viongozi wa chama hicho waliohudhuria misa hiyo mjini Mwanza. Mwanza hali ilikuwa mbaya zaidi. Waandamanaji na ambao sio waandamanaji wameuawa kwa wingi kwa kweli, na kiongozi wa Chadema ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza pia aliuawa tarehe 29, na leo ilikuwa ni ibada ya kumuaga mwili huo wa marehemu ili kuelekea kumpumzisha huko mkoani Kagera. Kwa kweli hali ilikuwa mbaya, watu wamekufa wengi sana. Siwezi kusema ni idadi ya watu wangapi kwa sababu serikali tunatarajia ndio tutatoa takwimu, lakini kwa kweli watu waliouawa ni wengi sana. Na huyu kiongozi wa vijana alikufa kwa mazingira gani? Kiongozi wa vijana aliuawa. Tulikuja kumwokota, ameshauawa barabarani, na ndipo mwili wake uliletwa katika hospitali ya Bugando. Mpaka sasa hatujapata taarifa yoyote ya jeshi la polisi au idara yoyote ya serikali ya kuhusu uchunguzi wa kifo chake, na tunaamini labda tutapata au tusipate, lakini sisi tunaamini kwamba ndugu yetu, kiongozi mwenzetu aliuawa. Hilo tunaliamini. Na katika maeneo hayo ya Mwanza, je, mmeshuhudia mazishi ya vijana wangapi hivi tangu maandamano hayo kutokea? Maeneo mbalimbali tunapata taarifa watu wameuawa wengi sana. Ujue ninaweza kuthibitisha kwamba vijana wengi wameuawa. Matukio haya yameacha simanzi kubwa. Bado utulivu wa mioyo ya watu, utulivu. Hata baadhi ya viongozi wa chama pia utulivu wao ni mdogo, kwa sababu bado tunapata taarifa kuna kiongozi mwenzetu pia wa hapa Mwanza mjini juzi amechukuliwa kwa watu ambao wamejitambulisha wenyewe ni polisi. Sina taarifa kamili kwamba amepelekwa kituo gani, lakini ninathibitisha kwamba alichukuliwa. Sijui bado hofu ya viongozi wa chama kwa kutaka kuomba kukamatwa, kushikiliwa na mambo mbalimbali. Baadhi ya raia wa Tanzania kutoka katika eneo la Nyanda za Juu kusini mwa nchi hiyo wameelezwa kutoroka na kukimbia makwao ili kunusuru maisha yao kufuatia vurugu zilizoibuka baada ya maandamano siku ya uchaguzi nchini Tanzania. Katika maandamano hayo, watu kadhaa walipoteza maisha yao wakitaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mifumo ya uchaguzi wa haki. Lakini kwa nini watu hawa wanatoroka Tanzania kuelekea taifa lingine? BBC imezungumza na baadhi yao. Watu walioleta maaskari ambao yani kwa kweli wanaingia hadi majumbani. Kidogo pale Mwaka Tunduma ametumwa tu, ni mtoto wa jirani ametumwa kwenda kununua maji, kwenda kuchota maji, amekutana na risasi, mtoto akafa. Kwa hiyo inabidi tukimbie, kwamba usalama haupo. Kwa kweli usalama kwa haupo. Yaani wakiume vijana wanakimbia wanaenda milimani, yani hawaingii, wakinyumba ndio hiyo wanavunja, wanaingia ndani, walikuta unapigwa, mume wako yuko wapi, mimi unapigwa, mwanaume kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri. Hali ilikuwa sio nzuri yani. Kwa hiyo inabidi tuanze kukimbia. Hali ilikuwa mbaya sana Tunduma. Mimi nilikimbia kivyangu na wangu naye kakimbia kivyake. Hauna familia, huna watoto? Watoto niliwaacha tu. Nilivyoona hali ni mbaya na walikuwa hawana shida sana na watoto, walikuwa na shida tu na watu wazima. Wakimbia nikakimbia, maana mwanaume wangu naye akawa hayupo, ameshakimbia. Mimi nikakimbia, watoto nikawaacha kuona, maana nipo Mpika tunalala stendi. Una matumaini ya kurejea lini nyumbani Tanzania? Nikitakapopata kama msaada kokote, hata wiki ijayo narudi kwa ajili ya kwenda kuangalia usalama wa watoto. Ila watoto niliwasiliana jirani na wenyewe walikimbia wakarudi, wanaendelea vizuri. Tunachopambania ni amani tu irejee. Mimi nilikuwa Iringa, lakini nilikuwa naelekea Mbeya. Lakini nilipofika Mafinga tulizuiliwa pale, na baadhi ya watu ambao walikuwa hawawezi kukimbia walikamatwa. Kwa hiyo nilipita kwenye mpaka wa Tanzania na Malawi kwenye mto unaitwa Mto Songwe. Nilivuka chini kwa sababu bahati nzuri mto ulikuwa umepungua, nikapita, kavuka kuingia ng'ambo. Familia yangu inaendelea vizuri kwa kweli. Ila kwa baadhi ya watu wangu ambao nawafahamu, wengine walipoteza maisha, hasa wale wa Mbeya mjini.
Unatarajia kukaa huko mpaka lini? Huku natarajia kukaa huku Zambia kwa takriban mwezi mpaka hali itakapotulia. Lakini serikali imetangaza kwamba hali ni shwari, watu wafunguliwe, maisha yaendelee. Serikali inasema kwamba hali ni shwari, ni sawa. Kwa mimi na kwa maono yangu naona bado haijawa na uhakika wa kiwango ambacho ingependa kiwe. Tusalie nchini Tanzania. Sasa mashirika yaliyoshiriki katika shughuli ya uangalizi wa uchaguzi nchini humo yanazidi kutoa ripoti zao. Hii leo waangalizi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wamesema kuwa hawakuweza kupeleleza zoezi la kuhesabiwa kwa kura katika baadhi ya vituo vya upigaji kura. Aidha, pia hawakuweza kufanya uangalizi katika kituo kikuu cha kitaifa cha kujumuisha kura, wala hawakufahamishwa hata kuhusu uwepo wa kituo hicho. Aidha, wanasema kuwa katika vituo vingi vya kupiga kura hakukuwa na foleni ndefu za watu wakisubiri kupiga kura. Swala la kuminywa kwa mtandao na umeme pia limefanya kazi yao kuwa ngumu. Hata hivyo, wanasema kuwa maafisa wa kusimamia uchaguzi walionyesha hali ya juu ya ujuzi na ufanisi katika vituo vya kupigia kura. Hapo jana waangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU walisema kuwa uchaguzi huo haukufikia viwango vya kidemokrasia. Mwanahabari wetu Munira Hussein ana tathmini ya kina kuhusu waangalizi wa uchaguzi. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Ni juma moja sasa tangu Tanzania imalize uchaguzi mkuu wake, lakini ripoti za waangalizi kutoka jumuiya mbalimbali zinasema kuwa uchaguzi huu haukuwa huru wala wa haki na uligubikwa na dosari nyingi. Waangalizi kutoka Umoja wa Afrika yani AU walishuhudia kanuni za uchaguzi zikikiukwa katika vituo kadhaa vya kupiga kura, ambapo baadhi ya wapiga kura walibainika kuwa na zaidi ya karatasi moja za kupigia kura. Aidha, waliongeza kuwa wakati wa kuhesabu kura, waangalizi wengine waliamriwa kuondoka vituoni. Kwa upande wa ujumbe wa waangalizi wa nchi za kusini mwa Afrika, wanasema kuwa uchaguzi huu ulipungukiwa na matakwa ya kanuni ya mwongozo wa SADC ya kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia, kigezo cha uchaguzi huru, wa haki na kuaminika miongoni mwa nchi wanachama. Ujumbe huo vile uliripoti kuhusu kutengwa kwa wagombea wa upinzani kwa kukamatwa na kupewa vitisho, ikiwa ni pamoja na kuwekwa rumande kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kwa upande wa kimataifa, bunge la Umoja wa Ulaya limesema kuwa uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 haukuwa huru wala wa haki na kuelezea kusikitishwa kwao na huo uchaguzi kwa ujumla. Uchaguzi huu utakumbuka kwa kipekee katika historia ya Tanzania, huku ukigubikwa na maandamano pamoja na vurugu. Taasisi hizo zimeshauri Tanzania kutoa kipaumbele kwa mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi na kisiasa. Wameshauri pia serikali na bunge kuongoza mchakato wa wazi wa mabadiliko ya kikatiba unaohusisha wananchi. Uchaguzi ni fursa. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi katika uchaguzi huo, lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho kiongozi wake Tundu Lissu yuko rumande kwa mashtaka ya uhaini, kilipinga matokeo hayo na kudai kuwa uchaguzi huo ni kejeli kwa demokrasia. Hata hivyo, saa chache baada ya Rais Samia kula kiapo, alishukuru makundi hayo kwa maoni yao, lakini akaweka wazi kuwa si kila jambo unalolitaka linaweza kutekelezwa, ila Tanzania yenyewe ndiyo yenye uwezo wa kuamua nini cha kufanya. Na kunukuu maneno ya Rais wa awamu ya 3 Benjamin Mkapa wakati akiapishwa kuwa rais mwaka 2000. Na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Tusalie katika suala hili. Sasa ili kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Mule Musau kutoka shirika la ILOG linalofanya kazi ya uangalizi wa uchaguzi, na nimeanza kwa kumuuliza wao tathmini yao ya shirika hilo kuhusu uchaguzi wa Tanzania ni upi? Uchaguzi wa Tanzania ulikuwa uchaguzi ambao uko wa haki au kwa huru na kwa kuaminika kulingana na zile kanuni na maadili ambayo yanafaa kuambatana na uchaguzi wa kidemokrasia. Ukiangalia pale mwanzoni kumekuwa na tuhumu za kuwa kwamba viongozi wa upinzani walizuiwa kufanya ama kuparticipate kwenye uchaguzi ule.
tukiangazia mambo ya voter registration, kulikuwa na upungufu fulani ambao vijana wengi hawakuweza kuandikishwa kura. Na pia katika kampeni tuliona kwamba vyombo vya dola na pia rasilimali za serikali zimetumika kwenye uchaguzi ukichangia kwenye chama ambacho ni tawala. Alafu kwa uchaguzi mwenyewe ukiangazia zile maripoti ambazo zimetolewa na waangalizi wengi wa uchaguzi, kumeonekana kwamba kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi. Idadi ambayo tumeiona ya wale ambao walijitokeza kura, ukiangazia kwa makini utapata kwamba ni kama idadi ambayo imeongezwa. Kwa mtizamo wenu, ni kitu gani hususan ambacho kilipaswa kufanywa na hakikutekelezwa katika uchaguzi huu wa Tanzania? Kwa maoni yetu, ile kutokuwa na uwezo ama mwanya wa kufanya kwamba ule ambaye anataka kupinga uchaguzi hawezi enda kotini, hilo jambo moja lilikuwa litatuliwa. La pili lilikuwa ni tume yenyewe inaitwa tume huru, lakini ni tume ambayo inatakana kuwa ile appointment process ya ile tume inafaa kuwa inachangiwa na watu wengi, sio mmoja ambayo ni chama ambacho kinatawala ama rais ambaye anatawala anafanya ile appointment peke yake. Na pia kulikuwa na mapendekezo ya kuwa na wawaniaji huru. Tunajua kwamba sio kila mmoja angependa kuwa kwa chama fulani. Sio kila chama kinadhamiria ama kinaonesha kwamba kinafanya watu waweze kuingia kwenye siasa, kwa sababu maadili yao yanaweza kuwa tofauti. Kwa hivyo tunafaa kuwa na uhuru wa watu kuweza pia kuingia kwa mashindano ama kuingia kwenye uchaguzi kama wawaniaji huru. Na baada ya uchaguzi umeme ulipotea, mtandao wa interneti ukafungwa. Hii ilifanya kazi ya waangalizi kuwa ngumu kiasi gani? Kiasi kikubwa sana, kwa sababu sasa ukiangalia ile hali ambayo ilikuwa hali ya taharuki ambayo ilikuwa nchini Tanzania, ni mitandao tu peke yake ingeweza ama ingewezesha waangalizi wa uchaguzi kuweza kupata habari kutokea maeneo tofauti ya nchi. Lazima ikumbukwe kwamba mbinu ambazo tunazitumia siku hizi kuangazia ama kuangalia uchaguzi ni mbinu ambazo zinatumia teknolojia. Kwa hivyo mara mingi tutatumia simu ya mkono kutuma zile ripoti. Kama mtandao kuwa umefungwa basi ama kumekuwa na shutdown ile internet, inakuwa ni vigumu kwa waangalizi kuweza kupata habari kutoka pande zote ambapo wamefanya ile deployment ya waangalizi wa uchaguzi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesikika akisema kwamba hatafuata maagizo ya mashirika yaliyokuwa yakiangalia uchaguzi. Hii inamaanisha nini? Waangalizi wa uchaguzi hawapatiani maagizo yoyote. Tunaelewa kwamba uchaguzi ni wa nchi fulani na uchaguzi ni wa wananchi, na wenye nchi fulani ndio wanaendesha uchaguzi wao. Yale waangalizi wanafanya ni kupatiana mapendekezo, sio maagizo. Nafikiri rais ameitafsiri vibaya, kwa sababu zile recommendation, ukiangalia zile ripoti zote zimetolewa na waangalizi, zote zinasema kwamba haya ndio mapendekezo yetu. Ni mapendekezo ambayo si lazima wayaige wenyewe, wakitaka lakini ni mapendekezo ambayo wanafaa kuyazingatia wakibadilisha mifumo yao, wakibadilisha sheria zao, na kama kwa minajili ya kuimarisha uchaguzi ama chaguzi ambazo zitakuja hapo baadaye. Na mahojiano hayo ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, serikali ya Israel yatambua mwili wa mwanafunzi wa Tanzania aliyekuwa mateka huko Gaza.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tuelekea Mashariki ya Kati. Sasa serikali ya Israel imethibitisha kuwa mwili wa marehemu Joshua Loito Molel, mwanafunzi kutoka Tanzania aliyechukuliwa mateka katika ukanda wa Gaza tarehe 7 ya Oktoba 2023 umetambuliwa rasmi. Mwili huo ulirejeshwa nchini Israel kutoka Gaza siku ya Jumatano na kisha ukafanyiwa vipimo vya uchunguzi vya mwili. Miili ya mateka 6 bado iko katika eneo la Palestina. Familia ya marehemu imejulishwa rasmi na serikali ya Israel imetoa salamu za rambirambi kwa familia ya Molel. Wakati hayo ya kijiri, BBC pamoja na waandishi wengine wa habari hatimaye wameruhusiwa kuingia Gaza kwa ziara iliyodhibitiwa vikali na jeshi la ulinzi la Israel. Tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipoafikiwa mwezi uliopita, vikosi vya Israel IDF vimeondoa wanajeshi wake katika mstari huo wa rangi ya njano. Pande zote mbili zinasema mpango huo bado unaendelea licha ya vurugu kuzuka mara kwa mara. Ni muhimu kukumbuka kwamba Israel hairuhusu mashirika ya habari ya kimataifa ikiwa ni pamoja na BBC kuripoti kwa uhuru kutoka Gaza. Ziara hii ilikuwa katika eneo linalokaliwa na IDF na safari hiyo fupi ilidhibitiwa sana, ikibana nafasi ya kuwafikia Wapalestina au maeneo mengine ya eneo hilo. Sheria za udhibiti wa kijeshi nchini Israel zinamaanisha kuwa jeshi la IDF walionyeshwa picha zetu kabla ya kupeperushwa. Hata hivyo, BBC ilidumisha udhibiti wa uhariri wakati wote. Ifuatayo sasa ni taarifa ya Lucy Williamson ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Ikiwa unatafuta mji wa Gaza, hiki ndicho kilichobaki. Gaza iliyokuwa kwenye ramani na kumbukumbu ya majengo yalivyokuwa awali haipo tena. Kwa upande wangu wa kulia ni mtaa wa Beit Hanun ambapo awali ulikuwa makazi ya maelfu ya watu. Hili ni eneo la Shujaiya. Mandhari iliyopo hapa ni ya vifusi vilivyoenea kutoka hapa hadi jiji la Gaza. Ni mji ambao kwa sasa hautambuliki, tofauti sana na jinsi wakazi wake walivyofahamu kabla ya vita. Jiji la mbuga na msongamano wa magari, migahawa na majengo ya kifahari kwenye pwani ndivyo ilivyokuwa. Hiki ni kionjo tu cha kile ambacho miaka miwili ya vita kimesababisha mjini Gaza. Hatuko mbali kutoka kwenye mstari wa manjano ambao sasa unagawanya Gaza. Tuko upande wa Israel wa mpaka huo na maeneo yaliyodhibitiwa na Hamas yako umbali kidogo tu. Hali inayoshuhudiwa kwa sasa ni mafanikio ya kwanza ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump, lakini mara kwa mara kuna ukumbusho wa jinsi ulivyo dhaifu. Na kila wakati mpango huu unapotikisika, unatishia kuharibu mpango mzima. Marekani inajitahidi sana kusogeza mbele mpango wake wa amani, lakini jeshi la Israel linasema ikiwa miili ya mateka bado haijapatikana, Hamas haijatimiza sehemu ya kwanza ya makubaliano hayo na kwamba itaendelea kuweka vikosi vyake hapo iwapo kundi hilo halitaondoka madarakani na kuwasilisha silaha zake kwa Israel. Hamas inajaribu kujihami, kujaribu kuonyesha uwepo wake na udhibiti wa eneo la Gaza. Israel inaua watu mchana ili kuwatisha raia na kuhakikisha wanaelewa ni nani aliye na nguvu huko Gaza. Kwa hivyo tunaona mambo yakifanyika kinyume na ni wazi kabisa kwamba kutahitajika kuwa na shinikizo. Tunatumai huku kutokubaliana kunatosha kuwa kama shinikizo. Jeshi la Israel linasema bado linapambana na Hamas karibu kila siku. Rais wa Marekani tayari anaona fursa za uwekezaji katika vifusi. Nyumba zao zimebomolewa, ardhi yao ikilengwa na wawekezaji. Je, raia wa Gaza watakuwa na tamko lolote lenye nguvu kwa mustakabali wa ardhi yao? Hilo ndilo jibu linalosubiriwa na wengi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, kikosi cha RSF nchini Sudan kinasema kimekubali pendekezo la Marekani na mataifa ya Kiarabu kusitisha vita ili kutoa misaada ya kibinadamu.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF kimekubali pendekezo la Marekani kusitisha vita kwa ajili ya kutoa misaada ya kibinadamu nchini Sudan. Kwa upande wake, jeshi la Sudan limempongeza rais wa Marekani Donald Trump kwa juhudi zake za kupata suluhu ya kudumu, huku wakiambia BBC kwamba watasitisha vita ikiwa tu RSF itasalimisha silaha zake na kiongozi wake kuwajibishwa. Wakati hayo yote yakijiri, mpango wa chakula cha jamii kupitia majiko kadhaa nchini Sudan unakabiliwa na tishio la kusambaratika, hasa wakati huu ambapo ukame unazidi kuenea kote nchini humo. Shirika la misaada la kimataifa la Islamic Relief limesema hii inatokana na uhaba wa chakula, uchovu wa wale wanaojitolea, miongoni mwa sababu nyingine. Mpango huo ulikuwa chanzo kipekee cha chakula kwa familia nyingi wakati wa kuzingirwa kwa miezi 18 kwa mji wa El Fasher katika eneo la Darfur kaskazini. Watu wengi sasa wako katika kambi za wakimbizi wakiwa wamekimbia mapigano. Huko Khartoum, vituo 11 vya mpango huo wa chakula vimefungwa na vingine vinapunguzwa kiwango cha chakula kinachotolewa. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeendelea kutoa onyo kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu katika eneo la Darfur huko Sudan. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti zinazoongezeka za ukiukwaji mkubwa dhidi ya raia wakati mapigano yanaendelea katika jimbo la Darfur kaskazini. OCHA inaripoti kwamba wanaojitolea kuwasaidia waathiriwa kutoka ndani ya nchi hiyo wameripoti kwamba kumetokea maovu kama vile mauaji, unyanyasaji wa kingono, dhihaka dhidi ya hasa kina mama, ufisadi na hata mashambulizi. Shirika la kimataifa la uhamiaji limesema kwamba takriban watu 82,000 wametoroka mji wa El Fasher na viunga vyake tangu tarehe 26 mwezi Oktoba. Baadhi wamekimbilia upande wa mji Tawila ambao tayari unahifadhi mamia ya maelfu ya watu waliopoteza makao yao kutokana na mashambulizi ya awali. Shirika la Umoja wa Kimataifa sasa linaloshughulikia masuala ya ufadhili wa idadi ya watu duniani limeripoti kwamba wanawake na wasichana wadogo walibakwa walipokuwa wakiutoroka mji wa El Fasher. Vyanzo vingine vya ndani vinaripoti pia kwamba karibu watu 1300 wenye majeraha risasi walifika katika eneo la Tawila baada ya kushambuliwa wakiwa wanakimbia kutoka mjini. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kuzidi kuzorota kwa hali nchini humo, hasa katika eneo la Kordofan. Watu 40 wameuawa na makumi ya watu kujeruhiwa katika shambulizi lililofanywa kwenye shughuli ya mazishi katika eneo hilo la El Obeid, ambao ni mji mkuu wa kusini mwa Kordofan. Vikosi vya RSF ambavyo vinapigana na jeshi la serikali ya Sudan vinasemekana kujipanga kufanya mashambulizi jijini humo. Akizungumza na BBC, mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametaja jamii ya kimataifa kutoa shinikizo zaidi kwa taifa hilo ili kuzuia maafa zaidi. Turk amesema kuwa mzozo wa Sudan umesahaulika na jamii ya kimataifa, hasa kufuatia RSF kuchukua na kuudhibiti mji wa El Fasher, akiutaja mzozo wa Sudan huku akitaja haja ya kusimamisha usafirishaji wa silaha nchini humo, kuondoa maslahi ya kibiashara kando na kuruhusu mashirika ya misaada kuingia katika maeneo yaliyoathirika nchini humo. Alizungumza hayo na mwandishi wa BBC Anne Soy. Nimeangalia taarifa tulizozitoa mapema mwaka huu. Ni zaidi ya taarifa 30. Tumetoa onyo kuhusu matukio ambayo yangetokea El Fasher, na kwa kweli sidhani kama kumekuwa na majibu ya kutosha kutoka kwa jamii ya kimataifa ili kuzuia matukio haya kutokea. Kwa hiyo ndiyo inahuzunisha kusema haya kuhusu nchi kama Sudan, ila naamini kuwa jamii ya kimataifa imeisahau Sudan. Je, watu watarajia kwamba haki itapatikana ama ni mapema mno kuzungumzia haki? Umeona mahakama ya jinai ya ICC ikitoa taarifa hapo jana. Wanataka kukusanywa kwa ushahidi. Tutaendelea kulifanyia kazi hili. Bahati mbaya ni kwamba wakati mwingi hili huchukua muda, lakini hakuna atakayekwepa kuwajibika. Lazima tutakuwa na kuwajibika kwa wakati mmoja. Na kwetu sisi, nataka nitoe tena onyo kwa wanaotekeleza uhalifu huu wa kivita. Tutawapata tu. Ukitaka taarifa zaidi kuhusiana na ripoti hiyo unaweza zipata katika mtandao wetu bbc.com/Swahili, au mimi binafsi Roncliffe Odit katika mitandao ya kijamii Facebook, X, Instagram na pia TikTok. Kufikia hapo niseme shukran sana kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi kama nilivyotaja naitwa Roncliffe Odit. Uwe na usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.